Uhali gani mtazamaji wa TBC1, karibu sana katika Kurasa Darasa. Ni juma lingine tena, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai. Na leo basi tunaangalia namna mbalimbali ambayo tunaweza tukaona ni namna gani vitabu ama maandiko yanaweza kuboresha fikra ya mtu mmoja mmoja. Lakini kuna mambo mengi ya kiubunifu ambayo ni kwa namna moja au nyingine anaweza kusaidia ama kaleta mchango katika kustawisha akili. Na leo ndani ya studio nitakuwa na wachapishaji katika kampuni mojawapo hapa mjini, lakini wao watatueleza zaidi juu ya ubunifu ambao wamekuja nao katika kuchapisha baadhi ya nakala ambazo zina faida katika jamii. Jina langu ni Maureen Minanago, kaa nasi mwanzo hadi mwisho ili tujifunze kwa pamoja. Na ndani ya studio niko na mwanzilishi lakini pia msaidizi wa wachapishaji wanaitwa Makzak. Kuna bwana Zahor Hassan Kiungiza, karibu sana katika Kurasa Darasa. Asante sana. Lakini pia niko na bwana Rashid Muhammad Mbelemende. Sio Pelemende mtazamaji. Karibuni sana katika Kurasa Darasa. Asante sana. Labda tukianzia kwenye swala zima la uchapishaji. Wachapishaji wameshakuwa wengi sana mjini, lakini nyinyi mmekuja na ubunifu wa kuchapisha vitabu vya aina tofauti, imekaa kama fomu. Labda kabla ya kuingia kwenye vitabu vyenu hivi vya kiubunifu, labda niweze kufahamu kidogo ni vitabu vya aina gani mnachapisha kwa ujumla, vya aina gani? Sisi tunachapisha kila aina ya machapisho, ikiwa ni eseli, proforma, delivery, kalenda, brochures, tunachapa kila aina ya chapisho. Lakini tumekuja leo kwa chapisho la aina nyingine kwa ajili serikali inaingia kwenye dira ya mwaka 25-50. Kwa hiyo tumeona twende na hiyo ajenda ya serikali na kuwa pia usaidizi kwa serikali na pia kuweka ule msingi wa ulinzi wa taifa letu. Sawa, tukigusia aina hii ya uchapisho, mmesema mna machapisho aina mbalimbali, lakini mtazamaji, mbele yangu hapa nina machapisho haya ambayo ni kazi ya kibunifu ya wachapishaji hawa. Kuna daftari la mabalozi Tanzania, lakini huku ndani imekaa kama muundo wa fomu kwamba unaweza ukajaza. Kuna sehemu ambazo ziko wazi, unaweza ukazijaza vitu mbalimbali ama yale yaliyoelezwa, lakini hiki ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, daftari la makazi. Unaweza pia kuona humu ndani kuna nafasi ambazo zimeachwa wazi. Labda tukigusia machapisho haya ambayo ndio zaidi ambayo yametuleta hapa siku hii ya leo, ni nini labda ilikuwa mtazamo wenu katika kuchapisha machapisho haya na mlikuwa mnalenga kufanya nini hasa? Tumetembea katika nchi yetu yote wakati tunafanya mambo mengine, lakini tukakuta tuna madhaifu katika nchi katika swala zima la uraia na swala la makazi. Kwa hiyo tukaona tuandae madaftari haya ambayo yatasaidia kuwa na wananchi ambao wanahama na wananchi ambao wanaeleweka katika mpangilio unaoeleweka. Ndio maana tukatengeneza daftari la mkazi na daftari la mabalozi. Taarifa zote za mkazi zinatakiwa kila mkuu wa kaya zinatakiwa ziwe kwenye hilo daftari. Mkuu yote wa kaya, yani awe ni mpangaji au ni mwenye nyumba, lazima awe na daftari lake. Hili daftari kila atapohamia atapata ridhaa ya mjumbe huyu, na atapoenda kule atapohamia atapata makaribisho ya mjumbe mwingine, balozi mwingine, ambapo data zake zitaenda kuingizwa kwa balozi mwingine. Hili daftari litakuwa na orodha ya watu wake wote, watoto, wafanyakazi, wote watakuwa wameorodheshwa huko. Kwa hiyo atapohamia sehemu nyingine, ina maana zile kumbukumbu zake zitakuwepo. Na hili daftari la mabalozi tumelitengeneza kwa sababu mabalozi hawajawekewa mfumo ambao unawasababisha wao wanajua raia wao kuanzia shughuli zao, idadi ya watoto wao na kila kitu. Kwa hiyo tumeona tukiweka mpangilio huu itaisaidia serikali kujua katika maeneo yao kuna watu wangapi, kuna mahitaji ya aina gani ambayo yatatokana na haya madaftari. Pia kuna watu sasa hivi serikali inataka wananchi wote wajikomboe katika uchumi.
wanatoa hela za mikopo, mabenki wanatoa mikopo. Kupitia hili daftari mtu hatohama kutoka step 1 kwenda step 2 bila ya kuwa na idhini, na kule atapohamia itakuwa inajulikana ametoka hapa amekwenda kule. Kwa hiyo lile deni hatolikimbia, litakuwepo tu. Lakini ukiangalia pia sisi sasa hivi tuna raia ambao wako nchini wengi sana. Anakuja kwa mwenye nyumba, odi karibu, anampa mwenye nyumba kodi, anaingia kwenye nyumba without aina yoyote ya kuulizwa kwamba wewe nani wala kujua taarifa zake, ambapo hili ni tatizo. Ukiangalia kwa nchi za wenzetu matatizo yale yalitokana na haya mambo ya kwa watu kuingia na kujikalia tu. Na baadaye hawa watu wanakwenda, baada ya muda kuzoeleka, wanakuwa ni raia. Kwa kupitia watendaji wetu ambao sio waaminifu, wanawapa makaratasi, wanakuwa raia. Sasa hatujui ni hao walivyoingia nchini wameingia kwa nia ipi. Kwa hiyo katika mpangilio huu tutakuwa tumeisaidia serikali kuweka ulinzi thabiti kabisa kwa wakazi kwanza, na kuzuia wahamiaji wale haramu kuingia katika nchi yetu na katika mitaa yetu kuzagaa. Sasa labda kwa kugusia swala hilo ni uzalendo, lakini pia uaminifu wa hali ya juu. Kuna tafiti fulani labda mmefanya ambazo mna hakika kwamba madaftari haya yakitumika, hayo unayoyasema yatakamilika ama yatakuwa vile inavyotakiwa kuwa? Tumefanya tafiti. Tena tumefanya tafiti katika mikoa mingi. Tumeenda mikoa ya pembezoni mwa mipaka ya Tanzania ambazo tunapakana na nchi jirani, na tumeangalia kwenye miji mikubwa, Mwanza, Arusha, Dar es Salaam. Kuna watu hapa Dar es Salaam wanauza kahawa, ukienda kuwakamata leo, au wanauza vitu vingine hivi vya kutembeza, ukienda kuwakamata ukiwabana sawa, sio raia. Kuna watu wanawachukua, wanawafanyisha zile kazi, wanajulikana mtaani, wanakuwa. Baada ya kukua wanakuwa raia. Kwa hiyo tumefanya uchunguzi katika mikoa mingi sana. Tumeenda kufanya uchunguzi wetu au utafiti wetu Kagera. Tumefanya utafiti wetu Nzega. Wanaingia pale wakulima, wanalima, wanakuwa vibarua. Lakini baada ya muda fulani nao wananunua kisehemu chake, anajenga, anakuwa tayari ni raia. Raia mkazi. Lakini baadaye anapata vibali kutokana na ule raia ukazi ambao kaufanya. Leo ukenda mfano wewe toka nenda Tegeta tu hapa labda mfano, utakuta wanakaa watu wa Nigeria. Nigeria anapangaje kwenye nyumba tu, mwenye nyumba ukimuuliza anakuambia wewe mpangaji tu. Hana wakati mwingine hata kibali cha kuishi Tanzania hana. Sasa labda niende kwa msaidizi hapa Bwana Mbele Mende. Inabidi niseme vizuri kwa kweli. Kwenye swala hili la utafiti, naamini umekuwa msaidizi pia kwenye swala hilo. Anachokisema mkuu hapa ni kwamba kuna raia wengi ambao sio raia. Labda unadhani kwa ushauri wako, labda wamewezaje kukaa muda mrefu, lakini kwa kutumia madaftari haya wanawezaje kuondoshwa labda pengine kwa uharaka ama kwa muda ambao unatakiwa ili mambo mengine yaendelee? Kwa kutumia madaftari haya, naam, kwa wale ambao wapo sasa, huwezi kuwaondoa. Isipokuwa madaftari haya yatazuia kuingia tena watu wengine kinyume. Watafuata taratibu kama wanataka kuja Tanzania. Watafuata taratibu, watafuata uraia, na watapata uraia, wataendelea kuishi. Vile vile wale ambao watu wanaingia kiolela, madaftari haya watawakamata kupitia wajumbe wa kitongoji, wa mtaa, wa kijiji, wataweza kuwazuia. Pili, hao wakazi ambao wanaoingia au wakazi wahamiaji watawasaidia mabalozi kuwadhibiti hao wanaoingia kiholela. Mimi kwa kuangalia kwangu, na kipindi kijuzi tu hapa nimetoka sehemu moja inaitwa Lindi, lakini napita kidogo naenda mbele inaitwa sehemu mkoa wa Mtwara. Kuna vijiji bondeni huko ambao vinaitwa Mbemba. Kule kuna mwingiliano
baina ya raia wanatoka Msumbiji wanakuja Tanzania na wanatoka Tanzania wanakwenda Msumbiji. Kuna mwingiliano. Kuna njia wanazopita ambazo si za halali na kuna njia wanapita ambazo ni za halali. Wanafika migration pale wanagonga mihuri, wanakwenda ng'ambo kule tena wanagonga mihuri, wanakwenda kufanya biashara kule. Na kuna wengine wanapita njia ambazo si halali. Sasa wale ni hatari. Wanakuwa naingia kabisa kumoja mpaka maeneo ya Newala huko. Wanakaa na wanafanya biashara. Biashara zao kubwa ni za mikononi. Naona, na wanapata sehemu kubwa wanalima. Na wakisha lima tu, wakisha jenga kibanda tu, huyo uwezo kumuondoa tayari kisha kuwa raia hapo. Sasa hii ni hatari. Naona. Na hii achana mipaka hii ya kusini, kuna sehemu huku mipaka tunakwenda kama mipaka huku Rwanda, Burundi, unaona? Kule wanakuja. Wanapokuja kule kutokana na jinsi wanavyoishi maeneo hayo huko, wakija huku wanakuja na tabia zile zile walizotoka nazo kule. Wakija nazo huku wanawabadilisha watu wa huko. Wanaingia katika mazingira ya kuwashawishi kufanya matukio ambayo ya ajabu katika nchi yetu hii ya Kitanzania. Sasa hapa kuna masuala mawili. Kuna wale ambao wameingia kwamba wana namna gani ya kuwadhibiti, lakini kuna wale ambao hawajaingia kwamba wasiingie tena. Madaftari haya mawili labda kiongozi hapo yanatumika yote kwa pamoja katika kufanikisha kazi hii, ama kila moja inaweza ikatumika kivyake na kwa wakati tofauti? Hapana, haya madaftari yanatumika kwa pamoja. Naam. Hili la mkazi, zile habari zake zitazoandikwa kwenye daftari la mkazi zinaenda moja kwa moja kujazwa kwenye daftari la balozi. Kwa balozi atakuwa na details za ile familia yote. Kwa hakuna ongezeko. Na sisi tumeshauri pia kwamba kwenye watu watapokuwa wanatakiwa wajaze haya madaftari, wapangaji ni lazima awe na ID ya Tanzania. Kwa sababu akiwa na ID ya Tanzania ndio anakuwa mpangaji halali. Asipokuwa na ID ya Tanzania, basi awe na ile kielelezo au barua ambayo inamsababisha wizara, manake mpaka wizara ya mambo ya ndani itakuwa inajua kwamba kuna mtu fulani anafanya shughuli fulani hivyo, yani hawa kwa official. Kwa hiyo itazuia wale watu ambao hawana hizo NIDA kuingia kupanga. Lakini pia tumetoa ushauri kwa NIDA. Kwa mfano, sisi Tanzania sasa hivi watoto wanazaliwa, tunaweza tukaandaa mpango kuanzia labda mwaka 2026 tarehe moja itapoanza watoto wote NIDA waandae utaratibu. Watoto wote wataozaliwa, kwa sababu details zao za baba zao zipo, za mama zao zipo, wawe tayari wana namba zao. Wawe na namba zao. Na kuanzia darasa la kwanza la mwaka 2026 waanze kuandikwa, au vidudu wale wanasema chekechea. Waanze kuandikwa na NIDA mpaka form 4. Anakuwa na namba yake. Anakuwa na namba yake. Alafu hii miaka mingapi ambayo watakuwa hawajaandikwa kutoka mwaka ule wa 2026 mpaka hao walioanza darasa la kwanza miaka ni miaka 6 wastani. Tuendelee kuwaandikisha kila wanapoingia shule, tuwaandikishe. Ina maana baada ya miaka 7, 8, 10 Watanzania wote watakuwa na NIDA yao. Kwa hiyo hilo swala la Mtanzania mwingine kujichepusha kuingia kwanza litakuwa alipo, kwa sababu atakuwa yupo kwenye mfuko. Na mtu ambaye atakufa taarifa zake zitakuwa zipo humu. Taarifa hizi zitakuwa zinaenda kwa mabalozi. Mabalozi wanazipeleka kata wanazipeleka. Kwa hiyo itakuwa shajulikana mwenye namba hii alishafariki. Kwa hiyo kuna wanamkata. Kwa hiyo system hii ikitumika tutakuwa tuko salama zaidi. Hilo ni wazo zuri sana, lakini mimi nina swali hapo labda kwenye kuongezea. Kuna mtu ambaye sio Mtanzania amekuja Tanzania labda kwenye kutembea ama vyovyote vile, lakini pengine alikuwa na ujauzito ama ameupatia huku kajifungua, huyu mtoto naye anapewa NIDA ya Kitanzania. Hiyo tunaidhibiti vipi? Atapoenda mamake kuzaa atakuwa na pasipoti. Kwa hiyo yule mtoto hawezi kuwa Mtanzania, hawezi kupewa NIDA. Kwa sababu sio Mtanzania, sema kuja kutembea.
ikitokea labda rushwa au chochote kimetokea na akapatiwa? Sasa hilo ndio swala ambalo kama nchi tunatakiwa tuanze kujenga uzalendo. Na uzalendo tukianza kutengeneza hivi vitabu vikasambaa, watu wakajua, tutakuwa tunaujenga ule uzalendo taratibu. Zamani mimi wakati nakuwa, ilikuwa hata akija mgeni, the same tumeandika huko, lazima uende kwa mjumbe ukaeleze, bwana mimi na mgeni atakaa siku fulani, au na mgeni nyumbani kwangu. Kusema hivyo tu inatosha. Lakini sasa hivi ina maana akija mgeni ataenda kujulisha kwa mjumbe kwamba bwana mimi na mgeni nyumbani kwangu. Akaenda kujifungua kule hospitali atajulikana kama mgeni kwa sababu pasipoti yake itamjulisha kama mgeni. Hawezi kutoa namba ANIDA kwa sababu tayari ameenda na pasipoti. Na ndio maana sisi kwenye kitabu chetu tumeweka humo sehemu ya kuorozesha wageni. Leo dadangu, nyumbani kwako akija mgeni anakaa, hatumjui, mwizi, jambazi, anaweza kata miezi 4-5, haulizwi, ndugu yake yule mtangazaji yule, hivyo imeisha. Lakini je, yule mtu amekuja kwa nia gani? Huenda wewe umeshapewa rushwa, unatengeneza watu wako kuwaingiza nchini, mna mpango wenu fulani. Hatuwezi kujua kwa sababu tunajua yule ndugu yake fulani basi. Lakini kukiwa kuna maandishi atakaa muda fulani, atakuwa hivi, itakuwa inaleta tija zaidi. Tukirudi kwenye ubunifu huu, Bwana Rashid, nyinyi kama Makzak wachapishaji mmeamua kuchapisha maandishi kuyaweka katika vitabu. Lakini tukirudi kwenye swala la teknolojia, mnaliwekaje hili? Kwamba hamuoni kwamba mnaweza mkawa na vitabu vingi zaidi ambavyo vinaweza vikawa vimebadilishwa tu, kwamba mnatumia tu mfumo, taarifa zote ziko kwenye mfumo. Mnawezaje mkatunza sasa taarifa hizi, kwamba mmeshagawa kila mkoa, kila kata pengine, mnatunzaje hizi taarifa? Tunafanya hivi kwa sababu tunatumia vitabu. Baadaye vitabu vitakuwa haviwezekani, tutaingia kwenye masuala ya kompyuta, tutaingiza taarifa zetu kwenye kompyuta, mjumbe atakuwa nayo, mkazi naye ataingiza taarifa zake kwa kutumia teknolojia ambayo itakaweza kuzaliwa. Lakini kwa sasa hatuwezi kuingiza mfumo huo sasa hivi kabla tujafanikiwa kwenye hii kutumia daftari. Tukishafanikiwa kutumia daftari, ndivyo tutaenda kwenye kutumia hizo teknolojia. Kwa vyote vinaendana. Mtatumia teknolojia ya kisasa, lakini bado mtatumia madaftari haya. Nitaongezea kidogo. Naam. Zamani watu walizalau tulivyoambiwa tukachukua vitambulisho vya NIDA. Leo watu wanapanga mistari. Hili daftari mtu akiwa nalo atalithamini kwa sababu atajua mimi nikilipoteza hili kizembe, kwanza atalinunua tena. Alafu linaweza likaniletea hasara zaidi. Kwa hiyo mtu atalitunza hili. Na balozi atalitunza daftari lake kwa sababu yeye ndo kiongozi, anatakiwa ajue watu wake wote na taratibu zote. Na kwenye mfumo huo wa kisasa wa teknolojia tumetembea. Katika kutembea kwetu, miongoni mwa vitu tulivyokuwa tunafanya ni kuangalia hilo pia. Sisi hatujafikia hatua ya kuwa na teknolojia vijijini. Manake swala kama hili lifanyike, kila mjumbe wa nyumba 10 lazima awe na smartphone. Kila mahali lazima kuwe na mtandao strong ambao unaweza kumfikia mjumbe wa nyumba 10 akafanya vitu. Manake kuna vitu vingine ni vya haraka hapo kwa hapo. Sasa ni lazima tuwe na mfumo strong wa mtandao. Hatujafikia huko kwa sababu hata kwenye hivyo vijiji hakuna hiyo. Kwa hiyo bado sana tunahitaji kutumia hivi vitabu kwa sababu kiteknolojia sisi bado tuko chini sana. Kwenye swala ambalo kwa sasa hivi kuna hii mambo ya nyumba 10 mjumbe na nini, lakini kuna kuhama sana kwa watu kwa sasa hivi kutafuta sehemu za kupanga kuishi, na ni ngumu sasa hizi kujuana sana na wajumbe. Nikitoka sehemu A kwenda sehemu B, taarifa zangu zipo kule ambako nimetoka, kule ninakoenda tena ninaandika tena, au utaratibu unakuwaje? Huyu mjumbe atajaza hii barua baada ya kupata uthibitisho kutoka kwa mjumbe namba A, namba B. Si alikuwa A kwenda B, unahamia B. Unaenda kutafuta chumba, unapata chumba, unaenda kwa mjumbe, anakuandikia barua kwamba bwana mtu huyu amepata chumba mtaani kwangu, anahamia mtaani kwangu, kupeleka kwa mjumbe A.
Mjumbe yeye anakuandikia barua ya kuthibitisha kwamba mtu huyu anahama mtaani kwangu kwenda mjumbe B. Kwa kutumia system hii mtu hatohama, ili tumeweka kwa ajili moja. Tumetoa wazo hilo kwa namna moja. Unajua watu wanakopa sana sasa hivi kwa ajili ya maendeleo. Serikali ina nia njema sana, lakini watu hatuna nia hiyo njema. Miongoni mwa vitu ambavyo tumevizuia ni hiyo pia. Mtu hawezi kuhama kiolela bila kutoa taarifa. Taarifa ziwepo. Na kama serikali itaamua kufanya shinikizo, itumike hivyo vitabu na iwe utaratibu huo uweke wazi, hiyo vitu vitakuwa havipo. Kwa hiyo tutajenga rasilimali watu ambao wana uaminifu wa lazima, kwa sababu anajua mimi siwezi kuhama hapa, nikihama hapa nitapoenda itajulikana. Lakini kiusalama Bwana Zaoro, hili limekaaje? Lazima nitoe taarifa kwa mtu ambaye pengine labda na sielewani naye, inategemea labda huyo mjumbe mimi sielewani naye, nikimtaarifu na hamia sehemu fulani, ama kinachonihamisha hapa ni usalama wangu, kule ninakoenda nikajulikanika nimeenda sehemu fulani. Nitakutolea mfano mdogo. Ukitaka kusafiri, si lazima uende kwa balozi kuchukua visa? Hii ndio visa yetu sisi. Yaani hii ndio visa yetu ya kukuhamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa kama unamchukia yule balozi, atakupaje, utapataje visa? Lazima uende. Sheria na taratibu zikiwekwa, serikali ikiweka utaratibu, hao wajumbe wawe sehemu ya serikali. Kwa sababu leo kwa nini ukitakiwa dhamana mahakamani unaambiwa lete barua ya mjumbe, si ndio? Kwa nini mjumbe huyu asiwe sehemu ya pati ya serikali? Yaani kwa nini asiwe sehemu ya serikali? Ili kuondoa hii msuguano huo unaosema, kwa sababu akiwa sehemu unajua kabisa kwamba yule ni mtendaji wa serikali. Hii mambo kusema mimi Chadema, mimi CCM, mimi kafu, ndio inaleta hii chuki. Na tunaiona mitaani ipo. Yaani mtu mmoja mwingine amtumii mjumbe yule kwa sababu ana chuki naye ya vyama. Lakini kwa system hii ambayo sisi tumeiomba serikali itumie, hao wajumbe watakuwa ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo pale unaenda kusema na serikali moja kwa moja. Sawa, labda tuzungumzie sera sasa, kwa sababu tumeizungumza sana serikali. Labda mnaweza mkatoa, tuanze na Bwana Rashid hapa, alafu unaweza ukatoa mawazo yako pia, kwamba sasa hii serikali ambayo inasikiliza kwa wakati huu ije na sera zipi ili ziweze kusaidia mchakato huu wa uchapishaji wa vitabu hivi? Serikali inatakiwa itoe nguvu ili haya madaftari yaweze kufanya kazi na yafikie watu husika, hasa katika sehemu ya mipaka. Ndio sisi tumelenga sana sehemu ya mipaka ya nchi yetu, ili iweze kufanya kazi na usaidizi upatikane, ili hayo ambayo tunayoyawaza kwamba yanaharibu naniyo raia wetu na baadhi ya wananchi yasiwepo. Kwa hiyo serikali nikupo tunaiomba vile kama wanavyosema iweze kutoa nguvu ili haya madaftari yaweze kutufanya kazi. Naam. Sawa. Kwa serikali kufanya hivi vitabu vifanye kazi, itakuwa imezuia vitu vingi sana na itakuwa imesaidia vitu vingi sana. Na nafikiri kwa serikali sikivu kama Mama Samia inaweza ikalibeba kwa kituo hili na kuifanyia kazi. Kwa sababu hii imebeba mambo mengi sana, hata sensa hii. Ile hela sensa tu serikali ikasema ile hela tunafanyaga sensa, tuchukue basi tufanye kama ruzuku vitabu vitengenezwe. Tunaweza tukatengeneza vitabu vikagawiwa bure kwa Tanzania kwa ile hela sensa tu. Kwa sababu hii ni sensa tosha. Sensa, mjumbe anayo sensa watu wake. Serikali ya mitaa ina sensa ya mtoto wa kike, wa kiume, wakubwa hivyo. Sisi tumeenda mbali mpaka kazi za wale watu ambao wapo katika hivyo vitabu. Mfanya kazi anajulikana, afanya kazi, mwanafunzi hivyo. Kwa hiyo tunaiomba serikali ilibebe hili na ilitilie mkazo katika hili swala la haya madaftari ili tuendelee kusonga mbele zaidi. Sawa. Na amini serikali imesikia na inaweza kufanya jambo. Mimi niwashukuru sana kwa muda wenu, na amini pia elimu hii itafika sehemu husika. Nirudi tu kwa mtazamaji, vitabu hivi ni vya tofauti kidogo. Nadhani vinaweza vikaonekanika kwa jinsi vinavyoonekana. Ni tofauti na vitabu ambavyo tumevizoea mara kwa mara, lakini ni vitabu pia kwa sababu ni maandiko haya. Labda kama kwa kumalizia, mnaweza mkawa mna chochote cha kusema juu ya hamasa ya usomaji pengine
kwa sababu hivi sio kama hadithi, lakini mtu akisoma anaweza kuelewa kilichoandikwa ndani na akakifanyia kazi. Kwanza shule yetu ni kutengeneza vitabu. Watu wasiposoma vitabu ina maana sisi hatufanyi kazi. Kwa kwanza tunahamasisha watu wasome vitabu. Sisi zamani wakati tunasoma kulikuwa na ile sungura karukaruka kapanda mtini. Ile unaikumbuka kama uliikuta sijui umri wako. Sisi tulikuwa tunasoma, vilikuwa vinaleta hamasa ya kusoma. Kwa hiyo naishauri serikali irudishe mifumo kama ile ya vitabu shawishi. Vile mimi naita vitabu shawishi. Ili watoto wale wavisome, wapende shule kusoma. Tulikuwa tunaenda shule wakati mwingine vipindi vya watu fulani tunaingia kwa ajili ya kupata hizo nani tu za kusoma hivyo vitabu. Na vile vile walimu nao wanaofundisha mashuleni wajitahidi kufanya kazi nzuri, kuwafundisha watoto vizuri ili nao wawe na kupenda kusoma, wanakuwa sio wakali zaidi. Sawa. Asanteni sana kwa kuwepo nasi kutoa elimu hii katika Kurasa Darasa. Asante. Naam, mtazamaji, hatuna la ziada, tunaishia hapa katika siku hii ya leo. Tulikuwa na wachapishaji wa Maxac Printing. Hawa ni wachapishaji wa vitabu mbalimbali, lakini wamekuja na fikra yao, wakasema waiweke katika vitabu, ubunifu huu wa kutengeneza vitabu ambavyo ni vya kujaza, lakini lengo kuu ni kuomba serikali iweze kuwasaidia kwa namna moja au nyingine ili waweze kuwafikia walengwa zaidi na uweze kuonyesha mchango wao katika jamii kwa namna moja au nyingine. Niseme tu nashukuru kwa kuwepo nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, na nishukuru timu nzima nyuma ya kamera. Langu jina ni Maureen Minanago. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.